vitabu vya nyuma hapo kwamba samia Allahu liman hamida. Baadhi wanachuoni wanaona hii ni haki ya imamu na almunfarid. Imamu na mwenye kusali pweke ndio atasema samia Allahu liman hamida, ama maamuma la yaqulu samia Allahu liman hamida wa inma yaqulu badalaha rabbana walakal hamd, kama alisema Ibn Uthaymeen kwenye risala yake. Maamuma hatosema samia Allahu liman hamida, atasema badali yake. Maneno gani? Rabbana walakal hamd. Hatusema samia Allahu liman hamida, ambapo Sheikh al-Albani amelipinga hili, sema haki ni kwa wote. Samia Allahu liman hamida itakuwa ni haki kwa imamu na maamuma na munfarid. Hakuna ambaye anatoka nje ya kulisema neno hilo, kila anayeswali atalisema hilo. Ndio maana akasema, akafunga maneno wa hadha wajib, na hili ni wajibu kwa kila mmoja anayeswali. Wayarfa'u yadayhi, na atanyanyua mikono yake miwili, inda li'tidali, wakati wa kuitadili. Wayarfa'u yadayhi, na atanyanyua mikono yake miwili, inda li'tidali, wakati wa kuitadili. Ala alwujuhi almutaqaddima, juu ya zile namna zilizotangulia. Ala alwujuhi almutaqaddima, juu ya zile namna zilizotangulia. Nazijua zile namna za kuinua mikono, ima kabla au baada au pamoja na maneno, sawa? Kwa maana unaweza kuinua mikono kisha ukasema samia Allahu liman hamida uko njiani, au samia Allahu liman hamida pamoja na mikono, au samia Allahu liman hamida baadaye ndio ukanyanyua mikono. Thumma yaqumu mu'tadilan, kisha atasimama hali ya kuwa ni mwenye kuitadili. Thumma yaqumu, kisha atasimama mu'tadilan, hali ya kuwa ni mwenye kuitadili. Mutma'innan, hali ya kutulizana. Mutma'innan, hali ya kutulizana. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu, mpaka kichukue kila kiungo sehemu yake. Hatta ya'khudha, mpaka kichukue kullu 'udwin, kila kiungo, ma akhadhahu, sehemu yake. Thumma yaqumu mu'tadilan, kisha atasimama hali ya kuwa ni mwenye kuitadili. Atasimama hali ya kuwa ameitadili baada ya rukuu, amesimama sawa pale. Mutma'innan, hali ya kutulizana, ameitadili, ametulizana sawa sawa pale, hana haraka. Hatta ya'khudha kullu 'udwin ma akhadhahu, mpaka kichukue kila kiungo sehemu yake, kila kiungo kichukue sehemu yake. Wa hadha ruknun, na hili ni nguzo. Wa hadha ruknu, na hili ni nguzo. Lipi hilo? La kuitadili na kusimama sawa, ni nguzo. Al-i'tidalu ruknu min arkani as-salah, kuitadili ni nguzo miongoni mwa nguzo za swala. Kisha mpaka kila kiungo kichukue sehemu yake. Unajua nataka niulize swali gani hapa? Wameitadili kila kiungo kichukue sehemu yake, mnajua nataka niulize swali gani? Kwani viungo vyako vile vya mikono vilikuwa wapi kabla ya kurukuu? Vilikuwa wapi? Kwa baada ya kurukuu naomba kila kiungo kirudi mahala pake, mikono itarudi wapi? Haya. Wayaqulu fi hadha alqiyam, na atasema ndani ya kisimamo hichi. Wayaqulu, na atasema fi hadha alqiyam, ndani ya kisimamo hichi atasema nini? Rabbana walakal hamd, ewe Mola wetu mlezi, na ni zako wewe tu sifa njema. Rabbana, ayya rabbana, ewe Mola wetu mlezi. Walaka, na ni zako wewe tu alhamdu, sifa njema. Wa hadha wajibun, na jambo hili ni wajibu. Wa hadha wajibun, na hili ni wajibu.
ala kulli musallin, juu ya kila mwenye kuswali. Ala kulli musallin, juu ya kila mwenye kuswali. Walau kana mu'tamman, ijapo akiwa ni maamuma. Walau kana mu'tamman ay walau kana ma'muman. Mu'tam ni maamum. Tushapata majina mangapi ya maamuma tokea tuanze risala zetu hizi? Maamuma tushapata majina yake mangapi? Matatu. La mwanzo al-ma'mum, maamuma, hilo maarufu. La pili al-muqtadi, sawa, ndio istilahi aliyotumia Sheikh Al-Albani huko, al-muqtadi lilimam, mwenye kumfuata imamu. La tatu ndio hili hapa sasa, mu'tam, mwenye kumfuata imamu. Kwa sema na hili ni wajibu, hili jambo la kusoma rabbana walakal hamd wajibun, ni wajibu ala kulli musallin, juu ya kila mwenye kuswali. Walau kana mu'tamman, ijapo kuwa ni maamuma. Maamuma ni nani? Huwa alladhi yusalli khalfa al-imam, ndo maamuma yule ambaye anaswali nyuma ya imamu, anamfuata imamu. Walau kana mu'tamman, ijapo kuwa ni maamuma, na yeye atasema rabbana walakal hamdu, hato nyamaza. Ni wajibu kwa kila mwenye kuswali. Fa innahu, kwani hakika yake hilo, fa innahu, kwani hakika yake hilo, wirdul qiyam, ndiyo uradi wa kisimamo. Wirdul qiyami, ndiyo uradi wa kisimamo. Uradi manake dhikri, sawa. Al-awrad al-adhkar, al-wirdu adh-dhikru. Fa innahu, hakika yake hilo, wirdul qiyami, ndiyo uradi wa kisimamo, kwa maana ndiyo dhikri ya kisimamo. Wakati pa katika i'tidali, uradi wake na dhikri yake ni kusema rabbana walakal hamd. Amma tasmi'u, ama kusema sami'a Allahu liman hamida, ndio maana tasmi'. Amma tasmi'u, ama kusema sami'a Allahu liman hamida, fa wirdu li'tidali, ndiyo uradi wa kuitadili. Fa wirdu li'tidali, ndiyo uradi wa kuitadili. Kuna tofauti gani hapo? Aliposema rabbana walakal hamdu ni uradi wa kisimamo, sami'a Allahu liman hamida ndio uradi wa kuitadili. Tofauti yake ni nini? Kwa i'tidali kile kitendo cha kuinuka, au ukisimama sio i'tidali tena. Kuna tofauti ya i'tidali na kisimamo baada ya rukuu, au hakuna tofauti? Anachokusudia shekhe ni kitu kimoja, sawa. I'tidali baada rukuu na alqiyamu baada rukuu ni kitu kimoja, isipokuwa haya matamshi yanaletwa sehemu tofauti. Sami'a Allahu liman hamida itasemwa wakati mtu anatoka kwenye rukuu anakuja kwenye kuitadili. Sasa anatoka kwenye rukuu anakuja kwenye i'tidali, ndio maana akasema amma tasmi'u fawirdu li'tidali, ay fawirdu ila li'tidali, ni uradi wa kuelekea kwenye i'tidali, ndio maana ya maneno yake. Na aliposema rabbana walakal hamdu ni wajibu kwa sababu ni wirdu lilqiyami, baada ya kuwa ushasimama sawa. Sasa tunasema rabbana walakal hamdu, umesimama sawa sawa kwenye i'tidali yako. Kwa hiyo at-tasmi' italetwa wakati wa kuielekea i'tidali. Rabbana walakal hamdu utaileta wakati baada ya kusimama sawa kwenye i'tidali. Chini hapa kaeka taaliki mbili nzuri tu. Ya mwanzo alipoleta neno rabbana walakal hamdu akasema wa hunaka adhkarun, na kuna huko adhkari ukhra nyingine. Wa hunaka adhkarun ukhra, na kuna adhkari nyingine. Tuqalu huna, husemwa hapa. Hapa wapi? Baada ya kusoma sawa kwenye i'tidali. Tuqalu huna, husemwa hapa. Tutazipata wapi? Anakuambia faraji', basi rejea wewe katika sifatu salati toleo na chapisho la 11 ukurasa 116.
Kurudi huko utakutana na adhkari nyingi ambazo husemwa hapa baada ya mtu ameshasimama sawa sawa kwenye i'tidali yake, ima rabbana walakal hamdu au hizo nyingine ambazo ukirejea huko utazikuta kwenye sifatu swala. Kisha taaliki ya pili aliposema jambo hili ni wajibu juu ya kila mwenye kuswali ijapokuwa ni maamuma, walau kana mu'tamman, ijapokuwa ni maamuma lazima aseme rabbana walakal hamdu. Akaika taaliki hapo akasema wala yushra'u wad'u yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra, wala hapaikwi sheria kuweka mikono miwili mmoja wapo juu ya mkono mwingine. Wala yushra'u, wala hapaikwi sheria gani? Wad'u yadaini, kuweka mikono miwili, ihdahuma, mmoja wapo katika hiyo mikono, ala al-ukhra, juu ya mkono mwingine, fi hadha al-qiyami, kwenye kisimamo hichi cha i'tidali. Hakuna sheria hiyo mtu kakaa kwenye i'tidali aweke mkono mmoja juu ya mkono mwingine arejeshe kifuani kama kabla ya rukuu. Anasema hapaikwi sheria hilo. Kwa nini? Li'adami wurudihi, kwa kule kutokuja kwake. Li'adami wurudihi, au kwa kukosekana kuja kwake. Hilo halijaja hilo, kwa wakati halijaja hakuna sheria hiyo. Sema wandhuru in shi'ta albasta fil asli, natazama ikiwa utataka wewe ukunjufu wa masala hayo katika asli ya sifati salati nabii, sio katika sifati salati, katika asli ambayo ni mijilidi mitatu. Sifati salati ni juzuu moja na hii hapa ni talkhis. Sasa katika asli ni mijilidi mitatu mizuri tu iliyoshiba. Anasema sasa wandhur, na angalia, inshiita, ikiwa utataka wewe, albasta, ukunjufu wa haya masala, fil asli, katika asli ya nini? Asli ya sifati salati nabii. Nenda huko ukaangalie masala yalivyokunjuliwa. Nimeelewa shekhi? Anarusha radi Haya, tuendelee kwanza. Anasema yaqulu almuallif rahimahullahu ta'ala, wa yusawwi baina hadha alqiyam, na atafanya sawa kati ya kisimamo hichi, warukuu, na kurukuu, fituli, katika urefu. Atafanya sawa kati ya kisimamo hichi na rukuu katika ule urefu, atalinganisha sawa, kama takaddama, kama ilivyotangulia. Takao ulinganishe sawa baina ya i'tidali na rukuu na kusujudu na kikao baina sida mbili, vikurubiane kwa urefu. Ndio maana kusema kama takaddama, kama ilivyotangulia huko nyuma maelezo. Wa yusawi baina hadha alqiyam, na atafanya sawa baina ya kisimamo hichi cha i'tidali, warukuu, na kule kurukuu, fituli, katika urefu. Ani urefu aliorukuu basi usiachane sana urefu ule na i'tidali yake. Kama alirukuu kwa dakika moja, basi kwa uchache kisimamo chake cha i'tidali kiende hadi sekunde hivi 40, sekunde 30. Hata kama haijakurubia ile moja, haijalingana sawa, lakini haijaachana sawa. Sio umerukuu dakika moja lakini al-i'tidali yako sekunde 10. Sasa dakika moja na sekunde 10 wapi na wapi? Kama ulirukuu sekunde 30, basi i'tidali yako ije walau sekunde 20, ndio vimekurubiana. Sio kurukuu sekunde 30, i'tidali sekunde 5, vimeachana mbali kwa mbali. Yusawi baina hadha alqiyam warukuu fi tuli, atafanya sawa baina ya kisimamo hichi na rukuu aliyoileta katika urefu, visipishane sana, kama takaddama, kama ilivyotangulia maelezo katika hilo. Nataka nisome fatwa ya Sheikh Ibn Bazi hapa ambayo inazungumzia masala haya kurejesha mikono. Sijai kuisoma hii fatwa, naisoma hii kwa sababu ya mnasaba wa Sheikh Al-Albani kaligusia hapa kwenye kitabu chake.
Hii ni juzuu moja katika juzuu nyingi za Fatawa Nurun ala Darb. Hii juzuu ya 8 zimekusanywa fatwa za al-Sheikh Mufti al-Anam Sheikh al-Islam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, aliyekuwa mufti wa mamlaka. Aliulizwa maswali mengi kuhusiana na hukumu ya kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto baada ya kutoka katika rukuu. Swali nambari 129 akajibu kwa upana kabisa. Kisha akaulizwa swali jingine akalijibu hilo hilo, lakini nitakansome moja tu na jawabu lake ambalo ndio fupi. Aliulizwa Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, hal hunaka dalilun shari'iyyun, je kuna dalili ya kisheria ala wad'il yadaini ala sadri, juu ya kuweka mikono miwili kwenye kifua baada al-qiyam min ar-ruku', baada ya kusimama kutoka katika rukuu? Sawa, aliulizwa swali hilo akasema Sheikh, naam, ndiyo. Thabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam annahu kana yad'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri, pamethibiti kutoka kwa mtume sala na salamu ziwe juu yake kwamba yeye alikuwa anaweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto kwenye kifua chake. Idha kana qa'iman fi salah, pindi anapokuwa ni mwenye kusimama ndani ya swala. Hadha amun ya'ummu qabla ar-ruku' wa ba'da ar-ruku', na jambo hili ni lenye kuenea, linaenea kabla ya rukuu na baada ya rukuu. Wathabitu fi sunani, na ni lenye kuthibiti katika sunan, min hadithi Wa'il ibn Hujr, kutokana na hadithi ya sahaba Wa'il ibn Hujr aliposema, qala kana idha kana qa'iman, alikuwa pindi anapokuwa mtume ni mwenye kusimama, fi salati, ndani ya swala, yad'u kaffahu al-yumna, anaweka kiganja chake cha kulia, ala kaffihi al-yusra, juu ya kiganja chake cha mkono wa kushoto. Wa hadha ya'ummu ma kana qabla ar-ruku'i wa ba'da ar-ruku', na jambo hili lilienea kile kisimamo cha kabla ya rukuu na baada ya rukuu. Wa hakadha hadithu Sahal ibn Sa'd inda al-Bukhari rahimahullahu qala, na hivyo hivyo kuna hadithi ya Sahal ibn Sa'd ambayo ameipokea al-Imamu al-Bukhari Allah mrehemu, aliposema Sahal, annasu yu'marun, walikuwa watu wanaamrishwa, an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna, mtu aweke mkono wake wa kulia, ala dhira'ihi al-yusra, juu ya mkono wake wa kushoto, fi salati, ndani ya swala. Sahal ibn Sa'd anasimulia, yeye ni sahaba, anasema walikuwa watu wanaamrishwa. Kwa bila shaka mwenye kuamrisha ni nani? Ni mtume. Annasu yu'marun, watu walikuwa wanaamrishwa, an yad'a ar-rajulu, aweke mtu al-yada al-yumna, mkono wake wa kulia, ala dhira'ihi al-yusra, juu ya dhiraa yake ya mkono wa kushoto, fi salati, ndani ya swala. Rawahu al-Bukhari. Anasema sasa Sheikh, maana dhalika, maana ya athari hiyo, annahu yad'u yada al-yumna ala al-yusra, kwamba mtu ataweka mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto, hala wuqufihi fi salah, katika hali ya kusimama kwake ndani ya swala. Liannahu fi halati ar-ruku', kwa sababu yeye kwenye hali ya kurukuu, yad'u yadayhi ala rukbatayhi, anaweka mikono yake juu ya magoti yake katika hali ya kurukuu, mikono yake juu ya magoti. Wa fi halati sujudi, na katika hali ya kusujudu, yad'uhuma ala al-ardh, ataiweka hiyo mikono juu ya ardhi. Wa fi halati al-julus, na katika hali ya kikao, kukaa kwenye swala, ala fakhidhaihi au rukbataihi, ataiweka mikono yake juu ya mapaja yake au juu ya magoti yake wakati amekaa. Fama baqiya illa al-qiyam, hakikubaki isipokuwa kisimamo. Kwenye rukuu naeka mikono kwenye magoti, kwenye kusujudu mikono inaekwa juu ya ardhi,
kwenye kikao mikono inakuwa juu mapaja au kwenye magoti. Sheikh anasema fama baqiya illa alqiyam, hakuna kilichobaki isipokuwa kisimamo. Sasa fadalla ala annahu yad'u yaminahu ala dhira'ihi al-yusra, likajulisha hilo kwamba mtume wakati wa kisimamo alikuwa akiweka mkono wake wa kulia juu ya dhiraa ya mkono wake wa kushoto. Wa fi hadithi Wa'il, na kuna ndani ya hadithi ya Wa'il, wa fi hadithi Wa'il waddaha annahu ala sadrihi, na kwenye hadithi ya Wa'il ameweka wazi kwamba hiyo mikono inakaa juu ya kifua chake mwenye kuswali. Fal ahadithu, basi hadithi zote hizo yufassiru ba'daha ba'dha, zina tafsiri baadhi yake kuzitafsiri nyingine. Wa hakadha jaa mursalan min hadithi Tawus ibn Kaysan at-tabi'i al-jalil, vile vile imekuja athar hali ya kuwa ni mursal kutoka kwa Tawus ibn Kaysan at-tabi'i al-jalil, jaa mursalan bi sanadin sahih, imekuja hali ya kuwa ni mursal kwa sanadi sahihi. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yad'u yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra ala sadrihi, mtume alikuwa akiweka mkono wake wa kulia juu ya kiganja cha mkono wa kushoto kwenye kifua chake. Wa huwa qa'imun fi salati alayhi salatu wassalam, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kusimama ndani ya swala, juu yake swala na salamu za Allah. Kisha akasema Ibn Baz, wa hadha yashmalu, na hili linakusanya ma qabla ar-ruku', hili la kuweka mikono kifuani wa kulia juu ya mkono wa kushoto kwenye kifua, na hili linakusanya ma qabla ar-ruku', kile kisimamo kilicho kabla ya kurukuu, wa ma ba'da ar-ruku', na kile kisimamo kinachokuja baada ya kurukuu. Wa man fassala, sikiliza sasa tanbihi hiyo, wa man fassala, na yule atakayetenganisha, faqala, akasema baada ar-ruku'i la yad'u, baada ya kurukuu hatoweka mtu mikono kifuani. Fa alayhi dalilu, basi ni juu yake kuleta dalili ya kutenganisha hilo. Ukisema baada ya kurukuu mikono hairudi kifuani, sasa ulete dalili ya kuonyesha baada ya rukuu mikono isirudi. Wal aslu, na asili ilivyo, baqa'u ma kana ala ma kana, ni kubakia kitu pale kilipokuwa juu ya sehemu yake ile ile kilipokuwa, ndo asli. Faman za'ama annahu yursiluhuma, yule atakayedai kwamba hiyo mikono itaachwa kwa maana itashushwa chini, fa alayhi dalilu, ni juu yake kuleta dalili. Wa illa, na kama si hivyo hakuna dalili, fal aslu, kilichokuwa asili, baqa'u wad'ihima ala halihi al-ula fi hali al-qiyam, ni kuiwacha hiyo mikono kubaki juu ya kuwekwa kwake kwenye hali ile ile ya mwanzo, kwenye hali ya kisimamo. Kama hakuna dalili ya kumtoa mtu katika asli, kwamba asli mtu akisimama kwenye swala mikono kifuani, sasa mwenye dalili ya kukivua kisimamo baada ya rukuu anatakiwa akivue kwa dalili kwamba kisimamo baada ya rukuu hakuna kuweka mikono kifuani, alete dalili. Kama hakuna asli, mtu akisimama mikono inakuwa kifuani. Wal aslu baqa'u ma kana ala ma kana, ni kaida hiyo ya kifikri. Asli ya mambo, kila kitu kubakia katika sehemu yake kilichokuwa mwanzo mpaka jidalili ya kukiondosha hapo, ndiyo asli. Ikawa fatwa yake imemaliza, lakini katika fatwa iliyofuata kidogo akamgusa Sheikhul Albani, akaeleza maelezo mazuri kama yale, kuleta dalili ya kuweka mikono kifuani mtu akisimama ndani ya swala. Kisha akasema fasunnatu lilmu'mini fi salati, kilichokuwa sunna kwa muumini ndani ya swala. Wa hakadha almu'mina, na vile vile muumini wa kike, wad'u yamin, ni kuweka mkono wa kulia, ala shimal, juu ya mkono wa kushoto, kabla rukui wa baada rukui, kabla ya kurukuu na baada, mikono iweke kifuani. Kisha akasema wa amma ma waka,